Leo tutakwenda kuangalia mipango ya jamii asili, the secret society, katika mgogoro huu kati ya United States kwa maana ya Marekani na Irani. Mipango ya asili katika mgogoro huu ni ipi? Lakini pia tutakwenda kujikita zaidi kuangalia zaidi kwamba kwa nini Israeli ana nguvu sana katika taifa hili la Marekani. Ikiwa yeye Israeli ni nchi ndogo tu na watu wachache tu, kwa nini anakuwa na sauti kubwa sana kwa Wamarekani, au Wamarekani kwa nini wanawasikiza sana Israeli? Kwa hiyo tutakwenda kuangalia kwa kina zaidi mambo mawili. Kwanza tuelewe zaidi, tuanze na Marekani. Marekani ni nchi ambaye ina malengo makubwa sana na dunia. Marekani inalenga kudhibiti uchumi wa dunia, lakini pia malengo ya pili ya Marekani ni kudhibiti kisiasa duniani kote, yani wao na nguvu ya kisiasa duniani kote. Lakini lengo la tatu la Marekani kudhibiti dunia nzima kidini, yani kidini pia wawe wameshadhibiti. Kwa hiyo haya ndio malengo matatu makubwa ya Marekani katika kudhibiti ulimwengu. Ukirejea katika historia, kwanza lazima tuelewe dunia ina jumla ya nchi 195. Nchi ambazo zilizojiunga katika umoja wa UN, yani umoja wa kimataifa, ni nchi 193 peke yake. Nchi ambazo hazikujiunga katika umoja huu wa mataifa ni nchi kama Vatican City na Palestina. Hizo ndio nchi ambazo zilikuwa hazikujiunga na umoja wa UN au umoja wa mataifa. Mwaka 1945 tunaona kwamba ndio ulianzishwa huu umoja wa mataifa kwa maana ya UN. Nchi wanachama ilikopo nchi zote zilizobakia zilizozitaja 195, ikiwemo na Irani mwenyewe alijiunga, tena alikopo mtu wa mwanzoni kabisa katika kujiunga katika umoja huu wa mataifa. Lakini tunaona sasa katika mwaka 1979 tunaona mapinduzi yalifanyika pale Irani, dola ikachukuliwa na Islamic, yani wa Irani sasa rasmi wakaanza kutawaliwa, wakatawaliwa na Waislamu sasa. Maana mwanzo ilikuwa serikali kawaida, mara pili sasa kiimani zaidi. Tunaona mpaka leo mfumo wa uongozi umeendelea kubaki hivyo. Sasa kumbuka Marekani ina malengo ya kudhibiti dunia nzima, dunia nzima kiuchumi, kisiasa na kidini wawe wameshaidhibiti. Na wameona tayari Irani kimkataba wa umoja mataifa wamejiunga kimakaratasi kwa maana maandishi, lakini kiroho wapo tofauti kutokana na tayari mfumo umeshabadilika, umeingia utawala tayari wa Kiislami, sio tena ule utawala ambao kama wao mwanzo walikuwa kutegemea katika kudrive au kuendesha nchi ya Irani. Lakini pia tukaona kwamba tayari amefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana kwa upande wa Vatican City. Sasa hivi tunaona tayari pale kiongozi wa Vatican City, nchi ya Vatican City, maana Vatican City ni nchi kadogo sana. Nchi ya Vatican City kiongozi wao mkubwa ni Papa. Kwa hiyo walichokifanya jamii hii ya asili, the secret society, walichokiamua kwamba wakapambana zaidi Papa wa raundi atoke Marekani, yani awe Papa wa Marekani, ili kwamba tayari Vatican City iwe sehemu ya nchi yao, tayari wawe tayari wameshafanikiwa kuikamata. Kwa hiyo tunaona sasa tayari wamefanikiwa kuangolo kwa kiwango kikubwa sana. Wamefanikiwa hilo jambo. Tunaona tayari Papa ametoka Amerika na yupo pale Marekani. Kwa hiyo kwa upande wa Vatican City wameshamaliza. Kwa hiyo mkakati mkubwa zaidi uliobakia ni kwa Irani, kwa sababu lengo wakishamdhibiti Irani inakuwa rahisi sana hata mataifa mengine kuyadhibiti, kwa sababu yana ushirika na Irani. Kwa hiyo wanakuwa kwa namna moja ama nyingine wamefanikiwa kwa Irani, lakini pia wamezoofisha baadhi ya mataifa kama Russia, China na Korea Kaskazini, wanakuwa tayari wameshayadhibiti katika mfumo wao. Kwa hiyo ndio maana unaona vita hii kubwa sana inaendelea nyuma yake. Tayari unaona kabisa Marekani anapambana kiwango kikubwa sana, na huu ulikuwa mkakati wao wa kipindi kirefu sana. Sio mkakati tu wa Donald Trump peke yake, hapana. Ni mkakati ambao wa kipindi kirefu. Marekani ilikuwa ina mpango wa kuidhibiti Iran, kufanya regime change, kubadilisha serikali yao na kudhibiti kabisa
mfumo wa utengenezaji au utibishaji wa uranium. Kwa hiyo hii ni mikakati ambayo Iran ilipanga Marekani ilipanga muda mrefu sana. Naona Trump amekuja tu kusimamia ile jambo. Sasa kwa nini Trump ameonekana kidedea sana katika usimamiaji wa ile jambo? Kwanza tuelewe, Trump awamu ya mwanzo aliotawala awamu ya 45 tunaona alitawala, baadaye akaondoka. Lakini Trump ana rekodi namna alivyotawala. Ni mtu ambaye ana maamuzi magumu, jasiri, ana uwezo wa kufanya maamuzi. Sometimes unaweza kusema kama huyu mtu labda amechanganyikiwa, lakini ndio maamuzi yake huwa anafanya kwa ugumu huo. Kwa hiyo alipokuja Joe Biden, alipotoka the secret society, wakawaza nani tena anaweza akaingia na mlengo huu zaidi wa kutimiza malengo ambayo tumeyapanga, kupambana na Iran, kuhakikisha kabisa kwamba jambo hili tunafanikiwa zaidi. Na kumbuka Marekani ishafanikiwa kwa kiwango kikubwa sana pale Middle East, Mashariki ya Kati. Ilishafanikiwa katika zile nchi zile za Kiarabu nyingi sana. Kwa mfano kama Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar. Ukifuatia hizi nchi zote hizo Iraki washafanikiwa kuzidhibiti tayari. Walikuwa wana base zao nyingi sana. Walishakuwa na base zao nyingi sana. Kwa hiyo ilibakia sehemu moja tu kumaliza tu Iran, basi wao wameshatawala Middle East kote na mipango yao ifanikiwe. Kwa hiyo wakawaza nani anaweza akaja kudhibiti au kufanikisha lengo hili. Ndio katika kikao chao, maana Marekani ina serikali ya nyuma ya pazia ambayo tunaita the secret society. Walichokiamua sasa, wakaona rasmi jambo hili mwenye uwezo wa kulifanikisha zaidi ni Donald Trump, kutokana na akili yake na hali yake na ujasiri wake na namna alivyofanya. Wakaona bora tena wamkabidhi kijiti Donald Trump. Kwa hiyo Donald Trump amekuja kufanikisha ile lengo la Marekani la muda mrefu. Hatukumbuke tumesema hapa, tumejiuliza zaidi kwa nini Israeli ana nguvu zaidi na sauti ndani ya nchi ya Marekani. Kumbuka nimezungumzia the secret society, lakini inavyoonekana ndani ya jamii ya asili wapo watu wa aina nyingi sana, lakini miongoni mwa watu ambao walioshamili kwa wingi zaidi ni Wayahudi. Hawa Wayahudi ndio wameshamili sana zaidi kwenye jamii ya asili ambayo tumeizungumzia. Watu ambao wenye utashi sana, yani Mungu aliwapa maarifa, aliwapa akili kubwa sana hapo awali. Ukisoma katika kitabu cha kusoma katika kitabu cha Kutoka, ukija kusoma zile Torati zile za Musa zile, unagundua zaidi historia ya watu wao, uwezo wao na utashi wao. Kwa hiyo Waisraeli ni watu ambao Mungu aliwapa utashi sana mkubwa. Lakini hapa pia kuna jambo pia nataka tulielewe zaidi. Utashi huu waliopewa watu walimwasi Mwenyezi Mungu. Yaani walitoka kwenye misingi ya kumwabudu Mwenyezi Mungu ambaye Mungu anahitaji. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alichokifanya, aliwakataa Israeli. Na unaona kabisa kwamba Mwenyezi Mungu alipomtuma Yesu Kristo, wao ndio walioshiriki kwa kiwango kikubwa sana hata kumwangamiza Yesu Kristo. Na alikuwa miongoni mwa watu ambao mpinga, yani walikuwa miongoni mwa watu wakimpinga sana Yesu. Kwa hiyo ni watu ambao tangu mwanzo washakataa neema ya Mungu. Kwa hiyo sasa ni watu ambao sasa hivi sio tena kuingiza au kuingizia ile tafsiri kwamba wao ni taifa takatifu au taifa teule la Mwenyezi Mungu. Kwanza lazima tuelewe neno, maana ya neno Israeli. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 32, ukisoma kitabu cha Mwanzo 32 tunaona Yakobo wakati anatembea alikutana na malaika, wakashindana mweleka hata alfajiri. Hapa nataka nikupe tafsiri ya maana Israeli sasa. Waliposhindana mweleka hata alfajiri, akamwambia sikuache mpaka utakaponibariki. Basi ule malaika akamwambia kwamba kuanzia leo hautaitwa tena jina lako Yakobo bali Israeli, kwa maana umeshindana na Mungu nao umeshinda, kwa maana umeshindana na malaika wa Mungu nao umeshinda. Kwa hiyo maana yake sasa neno hili Israeli ukija kulitafsiri sasa kwa lugha ile ya tafsiri, unapata mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu, neno hili Israeli. Kwa hiyo baadaye huyu Yakobo tunaenda kuona kwamba alienda kuzaa watoto wake 12 wale makabila 12 ya Israeli. Yaani kwa tafsiri ya neno mtu wa Mungu, maana yake makabila 12 ya Israeli, makabila 12 ya watu wa Mungu. Kwa hiyo hawa walipoendelea kuishi mbeleni sasa, walipomwasi Mwenyezi Mungu, ile hali ya Uisraeli unaondoka, unabakia Uisraeli tu wa kimwili, lakini kuna Israeli ile ya kiroho ambayo yeyote atakayemwamini Mwenyezi Mungu
akafanya mema, akaamini kuwa Yesu Kristo ni mtume wa Mwenyezi Mungu, akayashika yale maandiko, maana huyu mtu anakuwa Israeli wa kiroho. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine tunaona kwamba Israeli wametoka kwenye ule muktadha wa kimungu. Kwa hiyo sasa hawa Israeli wamefanikiwa kudhibiti sana uchumi wa Marekani. Yaani katika miongoni mwa watu ambao matajiri Marekani, watu wenye uwezo mkubwa, wenye utashi mkubwa wa kugundua vitu vingi, ni pamoja na hawa Israeli. Kwa hiyo Israeli wana nguvu fulani pale Marekani, nguvu kubwa, na katika jamii ile ya sisi tuliyosema the secret society ni watu ambao wapo mule. Kwa hiyo wanashinikiza sana dola ya Marekani. Kwa hiyo kile kikikaliwa pale na mtu yoyote, ukiacha na Trump, mtu yote atakayekalia kile kiti lazima awe na anasikiliza sana mamlaka hii ya the secret society ambayo ndani yake kuna Wayahudi kibao. Kwa hiyo wanamshinikiza pia Trump kwamba aendelee kuchochea mgogoro huu, aendelee kupambana na lengo sasa la Israeli. Hapo kuna malengo ya Marekani na kuna malengo ya Israeli. Malengo ya Marekani kama tulivyosema, Marekani malengo yake kubwa sana, kwanza kiuchumi. Yaani kiuchumi, pili kisiasa. Ndio maana malengo sasa wanaforce kufanya regime change, wabadilishe pale uongozi ule. Lakini pia hata kiuchumi, kwa sababu Irani kule kuna maslahi kama vile unavyoona the Strait of Hormuz ilivyofungwa, dunia inapata hasara dhidi ya upataji wa mafuta na nishati duniani. Imekuwa sasa hivi ni gumzo kubwa sana. Kwa hiyo lakini sasa kuna malengo kama tulivyosema, malengo ya Israeli. Malengo ya Israeli wao kuwa the greatest, yani kuwa the greater power katika Middle East ile yote. Sasa katika upinzani ambao walikuwa wanaopata mkubwa, kumbuka Israeli wana mgogoro mkubwa sana na vita kubwa sana ya kipindi kirefu kati yao na Palestina. Zidi ya vikundi kama Hezbollah, Hamas, ambao wao nyuma yake kuna ushirikiano hapo wa Lebanoni. Lakini pia hapo tena kuna Irani pia nayo huwa anatoa mchango wao. IRGC kuna baadhi ya maaskari wamejiingiza katika vikundi hivi vya Hamas na Hezbollah katika kupambana kisawasawa na mtu kama huyu ambaye tunamzungumzia Israeli. Kwa hiyo Israeli wanalitambua, na lengo la Israeli pale kuwa the great power. Kwa hiyo lengo lake kuwaua wale watu, auwe wale wa Palestina wote, kitu ambacho hata kusoma katika Biblia yenyewe anafanya ukatili sana. Watu wanauawa pale kama mnavyoona, watoto wadogo hawana hatia, wanawaua watoto. Kwa hiyo vile kweli sio ucha Mungu, ambao kama kweli hili taifa la Mungu kwani linafanya mambo kama hali. Kwa hiyo sio tena katika hali ile ya utaifa wa Mungu. Sasa hivi wamekuwa tu Wayahudi wale, Mazayuni hawa. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine hiyo ndio mipango yao zaidi. Kwa hiyo sasa wanashinikiza serikali ya Marekani, kwa sababu tayari wana nguvu kama tulivyosema, wameshadhibiti Marekani, wameshateka Marekani. Wanaishinikiza iendelee kuwasikiza kupambana sana na Irani katika kufanikisha malengo yao, kwa sababu wanajua Irani ni sehemu ya kikwazo kikubwa sana katika malengo yao wao. Yaani wao malengo yao wanaamini kwamba wakishamaliza tu ule Irani tayari wana uwezo mkubwa sana katika kudhibiti Mashariki ya Kati yote, kwa maana Middle East. Kwa hiyo hii ndio vita unaona sasa hivi inaendelea kupiganwa, kwa sababu wanajua wakifanikiwa ile jambo tayari baadaye inakuwa rahisi sana katika mikakati yao kutengeneza serikali moja, uchumi mmoja wa dunia, sauti itoke sehemu moja, inakuwa rahisi sana. Na ndio maana tukusoma Biblia katika kitabu cha Danieli 7 pale, ukianzia Danieli aliona katika maono wakati wa usiku, natazama pepo 4 zikamuonyesha wanyama 4 wakubwa sana. Lakini katika wanyama hao 4 wakubwa sana unaona kwamba mnyama wa kwanza alikuwa akiwakilisha falme ya Babylon, kwa maana enzi za utawala wa Nebukadneza. Falme ya pili ikiwakilisha Umedi na Uajemi, ambao tunaona hao wanaitwa Persia, ambao wao ndio Irani walishatawalaga huko. Lakini pia falme ya tatu tunaona kwamba mnyama wa tatu sasa huyo ni falme ya tatu ambayo tunasema ni Wagiriki ama Wayunani, ambao Alexander alitawala hapo. Alexander alitawala sana. Falme ya 4 ambayo ilikuwa inazungumzwa mnyama wa 4 wa kutisha, ushirikiano wa serikali ya Roman Empire